tumezindua mfuko wa kwanza kabisa wa uwekezaji wa pamoja ambao unawekeza katika kampuni, hisa za kampuni zaidi ya 12 ambazo zimeorodheshwa katika masoko ya hisa ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo kampuni kubwa kama tunazoziona katika soko la hisa la Dar es Salaam, zilizopo katika soko la hisa la Nairobi, zilizopo katika soko la hisa la Uganda na soko la hisa la mjini Kigali, Rwanda. Hizo kampuni zinachukuliwa, mseto wake unakuja kuwekezwa katika huu mfuko. Kwa hiyo ni mfuko ambao ni wa pekee sana kwa sababu una mseto ambao unatoa anuwai, kwa maana ya kwamba uwekezaji katika mfuko huu unapunguza vihatarishi, uwezekano wa kupata hasara kama ukiwekeza katika dhamana moja. Kwa hiyo wenyewe unawekeza katika dhamana mbalimbali na hivyo kuwezesha mwananchi kuweza kupata faida hata kama kampuni moja itapata hasara. Kwa hiyo ni uwekezaji ambao ni wa kibunifu ambao sasa utakuwa ni mfuko wa kwanza wa aina hiyo katika soko letu la hisa la Dar es Salaam. Ni wa Tanzania tuweze kuchangamkia fursa kama hizi ambazo zinatujitokeza katika masoko ya mitaji hapa nchini. Tusiwe na uwekezaji mmoja tu wa mashamba, wa madaradala, wekeza kila aina ili uweze, zinapotokea fursa katika eneo fulani la kimasoko, basi na wewe uweze kunufaika. Usiwaachie nafasi watu wachache ambao wananufaika peke yao. Watanzania wote, tungependa Watanzania wengi zaidi waweze kuja kuwekeza katika masoko ya mitaji na hivyo kunufaika na fursa ambazo zinapatikana katika masoko ya mitaji. Ni watie moyo na kuwaasa wananchi waweze kuwekeza katika mifuko ya aina hii ambayo inasimamiwa. Mifuko ambayo inasimamiwa na mamlaka ya masoko ya mitaji na dhamana inakuwa imepitiwa na kuangaliwa uwezo wake na kuweza kupunguza vihatarishi, kwa sababu inasimamiwa na wataalamu ambao wamepewa vyeti na ithibati kutoka mamlaka ya masoko ya mitaji kuweza kusimamia mifuko ya aina hii. Wasiwekeze katika mifuko ambayo haijaidhinishwa na mamlaka, hapo wanaweza wakapata hasara. Lakini pili, mifuko aina hii inawekeza katika bidhaa za aina mbalimbali. Kwa hiyo wasiwe na wasiwasi kwamba wataweza kupoteza fedha zao, kwa sababu inawekeza katika sekta mbalimbali, lakini miradi kutoka masoko ya mitaji ya nchi 4 ambazo ziko katika ukanda wa Afrika Mashariki. Uzuri wa mifuko hii ni kwamba tumepunguza kiwango cha chini cha uwekezaji. Sasa huu mfuko wa EAC ETF, Large Cap ETF, wenyewe kima cha chini cha uwekezaji ni shilingi 100,000. Ni 100,000 kwa sababu gani? Huu mfuko unawekeza katika taasisi, katika makampuni makubwa, hisa za kampuni za Safaricom ambazo bei zake ni kubwa. Kwa hiyo ukiwa na kima cha chini cha shilingi 100,000 utaweza kuwekeza katika mifuko hii, wakati ambapo ungeweza kuwekeza katika moja kwa moja Safaricom ungehitajika kuwekeza kiasi kikubwa cha pesa. Kwa hiyo wananchi akiwa na 100,000 na kuendelea juu anaweza akawekeza katika mifuko hii. Lakini pia kama huna 100,000, kuna mifuko mingine ambayo CMSA tunaisimamia ambayo uwekezaji wake uko chini zaidi. Kwa hiyo waangalie ni mfuko gani ambayo unamfaa waweze kuwekeza. Mohamed Warsame, mimi ni mmoja wa wakurugenzi wa kampuni ya iTrust Finance ambao leo tumezindua huu mfuko mpya katika Tanzania na katika kanda yetu ya East Africa ambao unawekeza kwenye makampuni yote makubwa yaliyokuwepo kwenye kanda yetu ya East Africa. Kwa hiyo hizo ni makampuni za Kitanzania, makampuni za Kikenya, makampuni za Kiuganda na kampuni moja kutoka Rwanda. Hizi makampuni yameorodheshwa kwenye soko za hisa za East Africa na mwanahisa yote wa hii mfuko atapata fursa ya kuwekeza, apate faida kutoka nchi zote hizi na hisa zote hizi zikiwa kwa pamoja katika mfuko mmoja. Kwa hiyo wananchi wa kawaida anaweza kuwekeza hela ambayo ni kama 100,000. Kima cha chini ni 100,000, inaruhusu kila mwananchi aweze kununua mfuko ambao una hisa zote kubwa za kanda yetu ya Afrika Mashariki.
Kwa hiyo kwa mwekezaji wa chini, mfuko huu utaorodheshwa kwenye soko la hisa la Dar es Salaam. Kwa hiyo utaweza kuuza hisa zako ukapata faida kwenye soko la hisa la Dar es Salaam. Unaweza ukanunua, na vile vile faida zitakazopatikana kutoka kwenye hizi hisa zote za kwenye mfuko, hizo faida ni gawio, dividends tunasema, na pamoja na ongezeko la bei za hizo hisa. Hizo zote utazipata kwa hisa yako kwenye soko la Dar es Salaam kupanda. Kwa hiyo utaweza kupata hizo hisa zako ziwe zinapanda bei yake kwenye soko la hisa, na utaweza kuuza hizo hisa zako kwenye soko la hisa na kufaidika na maendeleo ya kanda yetu ya East Africa. Kwa hiyo kinachotokea kwenye soko la hisa ni kwamba kila siku soko la hisa liko wazi. Kwa hiyo mtu ambaye amenunua hisa hizi zikishaorodheshwa kwenye soko la hisa la Dar es Salaam, tunaita listing. Yani zikishakuwa kwenye hilo soko, bei zitakuwa zinapanda kwenye soko la hisa. Kwa hiyo utakuwa unaziona bei zako. Itakapotokea kwamba kuna gawio limelipwa na kampuni ambayo iko kwenye huo mfuko, hiyo gawio itawekezwa tena katika makampuni hayo ili kuongeza mtaji wa hilo mfuko, na kwa faida hiyo kwamba mtaji wa yule mwanahisa itapanda bei kwenye soko la hisa la Dar es Salaam, na hiyo ndio atakapopata faida yake kwa kuona kwamba zile hisa alizozinunua hapa mwanzoni zinauzwa kwa sasa hivi kwa shilingi 1,000. Kwa hiyo unapoweka shilingi 100,000 ina maana kwamba unapata 100, unapata vipande 100. Na hivyo vipande utakapokuja kuviuza, itakapokuorodheshwa, hizo makampuni yatakuwa yanapanda bei na hizo hisa itakuwa inapanda bei kutoka kwenye 1,000 kwenda juu zaidi. Kwa hiyo mtu yote ambaye anayo atakuwa anajua faida yake na atakuweza kuiza muda wote anaotaka akapate hela zake.